Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Basi imempendeza Mungu kwa neema na rehema zake tukutane hapa katika siku yake ya Sabato hii. Na mimi wale wapendwa hawako nasi, wako nasi kiroho. Shirika wa Tanzania, Africa Repent ya Tanzania, Abraham Mabanda na mkeo Elfrida, na naamini Wekesa Juma, naamini wengine wote, Mwendwa Mbabu na wengine wote. Mungu atuunganishe nao kiroho. Acha tuamini, tuombe. Mtakatifu wa Israeli, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, juu yako hakuna mwingine isipokuwa ni wewe. Uliyeziumba mbingu na ukaziumba hata nchi, na ukaumba mwanadamu kupitia Kristo Yesu, na ukaumba vyote vilivyoumbwa vinavyoonekana na vile havionekani Bwana kupitia Kristo Yesu Bwana. Mungu, siku yako ya Sabato Bwana, naomba Bwana upate kutusaidia Bwana, ili tupate kuona kile ambacho Bwana kilikuwa kinamzuia Abrahamu, huyu aliyefanyika baba wa imani, asipokee wokovu alipokutana nawe Bwana. Mara nyingi Bwana, mpaka ukamtuma Melkizedek Bwana, ukamtokea katika maono Bwana. Tusaidie tuweze kuona kwamba hofu Bwana inaleta shaka, na shaka inaleta kutokuamini Bwana. Nenda ukavunje hofu Bwana, nenda ukavunje kutokuamini, nenda ukaondoe Bwana kila jiwe ambalo limebaki katika mioyo ya wale ambao hawajaokolewa Bwana, wakapate kuokoka Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu, nenda ukatende Bwana, nenda ukavivie neno lako Bwana, nenda ukaonekane Yesu Kristo. Umesema tukiomba chochote kwa jina la Yesu Kristo utatupatia Bwana. Naomba Bwana, nafsi zilizo mahali hapa ambazo hazijaokoka Bwana, kulingana na jiwe lilio ndani ya mioyo yao, pengine shaka Bwana, nenda ukaondoe katika jina la Yesu Kristo Bwana. Jitukuze Bwana, neno lako ni pumzi Bwana, nenda ukapulizie wenye dhambi Bwana, wakapate kuamka Bwana. Wacha neno hili Bwana liwe neno la unabii kama Ezekieli Bwana ulivyomwambia atoe unabii, atabirie mifupa iliyokauka Bwana, na ikapata kuja kwa uhai katika jina la Yesu Kristo. Yesu, nenda ukapulizie nafsi zilizokufa katika dhambi, nafsi Bwana za watakatifu pia Bwana, ambazo Bwana zimeingia baridi Bwana, nenda ukaziamshe, nenda ukatuamshe Bwana, nenda ukaniamshe Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana. Nenda ukalete tena moto wa Roho Mtakatifu, kwa sababu umesema watumishi wako Bwana ni miale ya moto Bwana. Nenda ukatende Bwana, nenda ukajidhihirisha Bwana, nenda ukawe na msomaji pia Bwana, hata kipindi cha saa 8 Bwana, wakati mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo Bwana, kwa yale mafundisho amekuwa akipokea ya Biblia Bwana, utakapomtumia Bwana kueleza kile alichokipokea Bwana, nenda ukawe naye na hata ukawe na wengine wote, na ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba hata tukiamini. Amen. Tano. Kitabu cha Mwanzo 12. Mwanzo 12 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akawa amemwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, waache watu wako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ya mara ya kwanza kabisa Mungu anaongea na Abrahamu. Kitu ambacho mimi na tunafaa tuelewe ni kwamba tunaangalia hofu, alafu hofu inaleta shaka, shaka inaleta kutokuamini. Tunaangalia hofu inaleta shaka, na hii shaka inaleta kutokuamini. So tafadhali nakuomba uwe makini. Uwe makini, kwa sababu hii hofu iliyokuwa kwa Abrahamu ndio hofu hiyo wewe iko ndani yako, ndio inakuzuia usihesabiwe haki. So sauti ya Bwana inamjia Abrahamu. Rejelea tena mpendo tafadhali. Mwanzo 12 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akawa amemwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, waache watu wako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ya Mungu amemtokea Abrahamu, amemwambia Abrahamu ondoka. Mungu anamwambia Abrahamu ondoka katika nchi ambayo uko hapo.
Alafu Mungu anamwambia Abraham, kuna nchi itaenda kukuonyesha. Abraham anasikia kutoka kwa Mungu. Abraham kwa moyo wake anapokea neno la Mungu, kwa sababu maandiko yanasema imani chanzo chake ni kusikia. Mungu mara ya kwanza anaongea na Abraham. Mara ya kwanza Abraham anasikia sauti ya Mungu. Abraham maisha yake yote amekuwa akiabudu vinyago. Weza soma Joshua 24:2. Maisha ya Abraham yamekuwa maisha ya kuabudu miungu, lakini kwa mara ya kwanza Mungu anamzungumzia Abraham. Abraham anasikia sauti ya Mungu kutoka mbinguni. Abraham anasikia sauti. Yoshua 24:2. Yoshua akaambia watu wote, hili ndilo Bwana wa Israeli asemalo, hapo zamani baba zenyu pamoja na Tera baba yake Abrahamu na Nahori waliishi ng'ambo ya mto Ifrati, nao waliabudu miungu mengine. Tera ni babake Abraham. Babake Abraham alimuintroduce Abraham kwa miungu. Abraham akiwa mdogo, babake tayari anaabudu miungu. Abraham akikulia, babake tayari anaabudu miungu. Na kuabudu miungu ni mojawapo ya uovu mkubwa sana ambao Mungu anauchukia kabisa. So Mungu hapendezwi na uovu. Ndio maana Mungu anamwambia Abraham, Abraham nakwambia ondoka kwa familia yako. Toka kabisa. Abraham anasikia sauti ya Bwana David. Mungu akikutana na wewe, kitu cha kwanza hata kwambia penye wewe ni mzuri, hata kwambia penye wewe unafaa, hata kwambia penye wewe unastahili. Mungu atakwambia ondoka kwa miungu yako, ondoka kwa njia mbaya. Hivyo ndio Mungu atakwambia. Mungu atakuonyesha uovu. Na Mungu anapokuonyesha uovu, kitu ambacho inafaa ufanye, inafaa hatua ya kwanza ni utubu. Ukiri kweli nimekuwa sitembei sawa. Halafu aache completely, uachane naye. Alafu upatie moyo wako Mungu wote kabisa. So Abraham aliposikia sauti ya Mungu, Abraham hakusita. Abraham hakuwa na shaka hiyo ni sauti ya Mungu. Abraham alijua hii ni sauti ya Mungu, na hii miungu ya babangu haijawahi kunena hata siku moja, haijawahi nizungumzia. Abraham akasema ni sawa, nitaacha hii miungu yote, nitaondoka katika mji wa miungu. Alikuwa mji ambao unaitwa Ur. Ur ni southern ya Babylon. Babylon ni wale watu ambao walitengeza mnara mkubwa akautengeza. Mungu akachapa lugha zao. So Abraham ametoka kwa viuno vyao wake. Abraham anaishi chini katika hiyo sehemu. So Mungu anamwambia ondoka. Kitu cha kwanza Mungu anakuambia ondoka katika tabia yako mbaya. Ondoka kwa uovu wako, ondoka kwa dhambi zako. Ondoka katika dhambi ya kutokuamini. Hii dhambi Mungu haipendi, anakuambia ondoka kwa hiyo. Ni kitu gani bado kimekushikilia? Mpaka nuru ya Yesu Kristo haiwezi angaza, pumzi ya Yesu haiwezi ingia katika moyo, ikuuishe uwe hai kama mifupa iliyokufa. Nini inazuia katika moyo wako? Nini inazuia? Na itazuia mpaka lini? Mungu anamwambia Abraham ondoka. Abraham anatii. Acha tuangalie 12. Abrahamu, Mwanzo 12:4. Hivyo Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyokuwa amemwambia, naye Loti akaondoka pamoja naye. Wakati Abrahamu alipoitwa aondoke Harani, alikuwa na miaka 75. Abraham alisikia sauti ya Bwana, na kitu cha kwanza ambacho Abraham alifanya, Abraham alitii sauti ya Bwana. Abraham akapata toba. Toba ni kugeuka kutoka kwa kile kiovu. Toba ni kuachana na njia mbaya. Toba ni kuachana na kutokuamini, kuacha kabisa na kuchukia completely, na kugeuka kwa njia ya Mungu. Abraham alichange mind yake. Abraham alichange heart yake. Abraham alichange deeds zake, na akainua mguu wake kutoka Ur, kutoka Babylon, akainua mguu wake akawa anaelekea Kanaani bila kupingwa, bila kuwa na sauti mbili hapa. Mpaka sasa kwa kile ambacho umekisikia, toba yako inafanana na Abraham. Mungu amekwambia uache hii. Mungu amekwambia ugeuke kwa hii. Mungu amekwambia hataki hii. Unaje Mungu anamwambia Abraham, Abraham bado yuko huru.
Mungu anamwambia Abraham, Abraham bado yuko huru. Ni sawa na wewe ama mimi. Wakati Mungu anakuambia geuka kutoka kwa dhambi, geuka kutoka kwa hii, wacha hii, tumia hii, kiri hii, alafu bado uko tu nayo. Moyo Mungu haupendi. Moyo Mungu hautaki. Abraham akufanya hivyo. Na wewe ukifanya hivyo hauwezi kuja kuokoka. Hautaokoka leo, hautaokoka kesho kwa sababu hausikii sauti ya Bwana. Abraham anasikia mara ya kwanza Mungu anataka atoke, anatoka. Hii ndio toba David. Hii ndio toba Benjamin. Mungu akwambia tii wazazi. Kama umekuwa hautii, inafaa ugeuke kutoka kutotii uanze kuwatii. Lakini kama bado uko hapo kwa kutokutii, alafu nataka Mungu akokoe, Mungu afanye hivi. Mungu atakuokoa. So Abraham anapata toba. Toba ni nini? Ezekieli 18:30. Mungu akikwambia ondoka kwa hii, hakikisha wakati huo Mungu amekwambia hakikisha umeondoka. Weka kiburi chini. Sabato ngapi utakaa hapa kama mtu wa kutokuamini? Sabato ngapi? Sabato ngapi nitakaa hapa mimi kama mtu ambaye aamini? Ambaye Mungu ananiambia ondoka kwa hii, ondoka kwa hii, ondoka kwa hii, ondoka kwa hii. Mbona uondoki? Mungu anakutia nguvu uondoke. Ezekieli 18:30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, geukeni kutoka katika makosa yenu yote. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. So kutubu ni kugeuka kutoka makosa yako yote. Kutokuamini ni kosa, ni dhambi. Mungu anakuambia tubu kutokuamini. Na uamini venye Mungu amefanya kupitia Yesu Kristo. Ni kitu gani bado unatubu? Ya kutokutubu ni ujeuri tu kwa sababu toba yatoka mbinguni. Kutokuokoka ni mtu tu mwenyewe kwa sababu Mungu anamaliza hiyo kazi. Lazima kuna kitu kinakushikilia ambacho hutaki kukiachilia. Abraham alipata toba. Lakini kuna kitu ambacho Mungu anakuonyesha na ananionyesha ambao nataka uelewe sana. Kuna kitu kilikuwa ndani ya moyo wa Abraham na Mungu alikuwa anakiona. Mungu alikuwa anakiona. Ni nini ilikuwa ndani ya moyo wa Abraham? Abraham mpaka hapa hajaokoka. Abrahamu mpaka hapa hajaokoka. Nakumbuka jana nikishiriki na mke wangu neno hili baada ya mafundisho nikishiriki naye. Alishtuka sana. Hata hatujaendelea akasema Abraham hajaokoka mpaka hapo. Eti Ambia kuwa mpole. Alafu uendelee kusikia vile Mungu anakufundisha leo. So waweza kuwa haraka sana. Naweza kuwa haraka sana. Lakini Mungu anataka ushuke chini. Lakini Samuel ilipoisha alisema nitumie hizo vitabu. Ona so uko chini kuna kitu Mungu anataka uone. Kufikia mpaka hapa kuna kitu ambacho bado kiko ndani ya Abraham na wewe hicho kitu kiko ndani yako wewe ambaye hujaokoka. Wewe ndio kutoba iko sawa. Umegeuka vizuri kwa maovu, hauyafanyi tena, hautendi tena wewe uovu. Lakini kumbe kuna kitu kimoja kikibaki ndani ya moyo wako bado kitazuia. Kimoja tu. Na hicho kilimzuia Abraham, baba wa imani, kilimzuia. How much more mimi na wewe? Unaweza kusoma mstari wa Abraham akaondoka, unaweza soma 6 Mwanzo 12 mstari wa 6. Abrahamu akasafiri katika nchi hiyo, akafika huko Shekemu, mahali penye mti wa mwaloni ulioko More. Abraham samani imalize. Wakati huo Wakanani walikuwa wanaishi katika nchi hiyo. Abraham akatoka
akaenda Kanaani. Lakini kuna kitu ndani ya moyo wa Abrahamu kimebaki, ambacho kinazuia haki ya Mungu ipenye katika moyo wa Abrahamu. Abrahamu ametubu. Abrahamu amepata toba kamilifu, ameondoka katika ule mji ambao Mungu amesema aondoke. Ameenda mpaka mji ambao ni Kanaani, ameenda mpaka Kanaani. Abrahamu ametii. Lakini kuna kitu kiko ndani ya moyo wa Abrahamu. Waweza kusoma 7 tafadhali? Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia. Mara ya pili Mungu akamtokea Abrahamu. Mara ya pili Mungu anamtokea Abrahamu. Mara ya pili. Endelea. Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, nitawapa uzao wako nchi hii. Mungu anampatia Abrahamu ahadi ya mara ya pili. Mara kwanza alimwambia utakuwa taifa kubwa, nitakupatia mtoto. Sasa hii anarejelea tena. Yaani Mungu anakutana na Abrahamu tena, anamhubiria tena na anamkumbusha tena kuhusiana na kile ambacho amemwahidi mara ya kwanza. Hivyo hapa Abrahamu akamjengea Bwana alikuwa amemtokea madhabahu. Abrahamu anainua mpaka madhabahu. Abrahamu anamtengeza mpaka madhabahu. Lakini bado kuna kitu ndani ya moyo wa Abrahamu ambayo inazuia haki ya Mungu ipenye katika moyo wa Abrahamu. Na wewe hiyo kitu inakuzuia wewe. Fear na fully surrendering kwa Mungu. Full. Abrahamu anampatia Mungu moyo wake 100%. Na hii ndio shida kubwa. Hii ndio shida kubwa. Mstari wa 8. Kutoka huko Abrahamu akasafiri kuelekea kwenye vilima mashariki ya Betheli, naye akapiga hema huko. Betheli ikiwa upande wa magharibi na Hai upande wa mashariki. Huko akamjengea Bwana madhabahu na akaliita jina la Bwana. Basi kulikuweko na njaa katika nchi, naye Abrahamu akashuka kwenda Misri kukaa huko kwa muda. Sasa angalia kile ambacho Mungu anaonyesha katika moyo wa Abrahamu. Mungu amwambia Abrahamu, ondoka hapa Ur, nenda Kanaani. Abrahamu ametii, ameenda hivyo, lakini Abrahamu akisafiri kuna kitu bado kiko ndani ya moyo wa Abrahamu. Abrahamu akikaa Kanaani, njaa inaanza. Abrahamu akiona ile njaa, ndani ya moyo wake kunaingia hofu. Hofu ya kupoteza mifugo, hofu ya nafsi yake. Abrahamu anapanga ndani ya moyo wake, wacha nirudi Misri. Abrahamu anashuka Misri. Mesopotamia anashuka Misri. Nani amemwambia aende Misri? Mungu amemwambia? Mungu hajamwambia aende Misri. So kuna kitu ndani ya moyo wa Abrahamu, kuna uoga, kuna fear, uoga. Nikiamini Mungu mtaishaje? Yaani yale maovu nisiyafanye. Ili kwa moja wako ya uoga wangu uko nyuma kabisa. Yaani hivi mtu aokoke uwezo wa Mungu, akubaliane ile kazi. Yaani asiishi maisha machafu. Inawezekanaje? Je, nikimkosea? Hiyo ni fear. Hiyo ni uoga, Mungu haitaki kuiona hapo. Hivi na maisha marafiki pia itabidi ni hiyo ni uoga, Mungu hataki kuiona hapo. Hiyo ndio ilikuwa inamsumbua Abrahamu. Abrahamu alikuwa anaogopa uhai wake kupoteza maisha yake. Abrahamu alikuwa anaogopa maisha yake yasipotee. Na Mungu hawezi ka haki yake ndani kama bado uko na huu moyo. Paka apige huo moyo uoga uondoe kabisa, ndio nafasi ipatikane aweze kuweka haki yake ndani. Tunaona Mungu anaongea na Abrahamu mara ya pili na bado haki haijaingia katika moyo wa Abrahamu. Kwa sababu gani? Fear. Akashuka Misri. Endelea 11. Mwanzo 12 mstari wa 11. Alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe,
ninajua ya kwamba wewe ni mwanamke mzuri wa sura. 12. Wakati wa Misri watakapokuona watasema, huyu ni mke wake, ndipo wataniua. Lakini wewe watakuacha hai. Sema, wewe ni dada yangu, ili nitendewe mema kwa ajili yako, na maisha yangu yahifadhiwe kwa sababu yako. Unaona huu moyo ndio unazuia Mungu asiweke haki yake ndani ya moyo wa Abrahamu. Abrahamu yuko na hofu ya kupoteza maisha yake. Abrahamu amesikia sauti ya Mungu mara ya pili. Abrahamu amepewa ahadi na Mungu mara ya pili. Lakini bado katika moyo wa Abrahamu David yuko na hofu ya kupoteza maisha yake. Na Mungu hawezi eka ndani haki yake kama Abrahamu bado yuko na huu moyo. Mungu hawezi kufanya kazi hiyo. Abrahamu anamwambia mkewe, Abrahamu akitembea na mke wake hata hajui nini inaendelea. Lakini kwa moyo wa Abrahamu hako na hofu. Anapanga mahesabu tu. Anamwangalia Sara, okay, Sara iko hivi. Wewe tukienda kule, sema wewe ni dadangu. Abrahamu anaingia kwa nini? Dhambi ambayo inaitwa uongo. Ukisema ukweli nusu na unajua ukweli wote, huo ni uongo unafanya. Abrahamu anaingia kwa dhambi ambayo inaitwa uongo. Licha kwa amesikia sauti ya Mungu, lakini bado kuna hofu ndani ya moyo wake. Hiyo hofu inaleta shaka, inaleta doubt. Hiyo doubt inaleta disbelief, inaleta kutokuamini. Hajamwamini Mungu na maisha yake. Wewe sema ni dadangu. Mimi niishi, wewe uchukuliwe. Mimi nitendewe mazuri. Umemuoa mke. Yesu anasema ukimwacha aolewe na mwingine, wewe umemsababisha huyo mwanamke awe chombo cha nini? Cha zinaa, cha usherati. Abrahamu anaingia katika hii dhambi. Yeye aishi, lakini Sara aende akachukuliwe, alale na Firauni, Sara afanywe msherati, aingie kwa uasherati, Abrahamu akae. Yeye aishi. Huu ni moyo wa Mungu kweli. Huu ni moyo ambao Mungu anapendezwa nao. Mungu apendezwe nao. So moyo ndio uko kwa Abrahamu. Huu moyo unaletwa na nini? Hofu. Hofu ya kuweka maisha yake chini, aseme nikifa niishi, maisha yangu yako mikononi kwa Bwana. Hii ndio Abrahamu hana, na hii ndio fear. Abrahamu hajamthamini Mungu kama ngao yake mpaka sasa. Ndio maana hofu inafanya kazi. Mwanzo 12 mstari wa 14. Abrahamu alipoingia Misri, Wamisri wakamwona Sarai kuwa ni mwanamke mzuri sana wa sura. Maafisa wa Farao walipomuona wakamsifia kwa Farao. Ndipo Sarai akachukuliwa kwenda kwenye jumba la kifalme. Sarai akachukuliwa. Nani anasababisha Sarai achukuliwe? Uoga wa Abrahamu inafanya Sara achukuliwe. Farao anamchukua Sara kama mke wake. Abrahamu anaharibu hata mipangilio ya Mungu, kwa sababu kuna mbegu itaingia pale kwa Sara kama haitazuiwa. Sara ataanza kuzaa Firauni, ataanza kuzaa mafarao. Yesu Kristo haji kwa ukoo wa mafarao, anakuja kwa ukoo wa Yuda. Abrahamu anaharibu kila kitu. Kwa nini? Hofu iko ndani ya moyo wake. Mungu hapendi waoga. Mungu hafanyi kazi na waoga. Na kama wewe ni muoga, mimi ni muoga, haujapata wokovu, hautapata wokovu mpaka kwa uwezo wa Mungu uoga uondolewe. Uamini kwamba Mungu ni ngao yako. Mungu ni ngao yangu, lakini Mungu hafanyi kazi na waoga. Hafanyi kazi na. Mungu ako na mahali special kwa kuweka watu waoga na waongo kama Abrahamu. Angalia moyo wako, angalia kama uoga ndio unakuzuia. Kutokuamini na kuzuia, shaka inakuzuia. Nataka niishi maisha ya baadaye venye mimi nataka, hii inaweza kukuzuia. Mwanzo 12 mstari wa 16. Kwa ajili ya Sarai, Farao akamtendea Abrahamu mema, akapata kondoo, ng'ombe, punda, ngamia na watumishi wa kiume na wa kike. 17. Lakini Bwana akamwadhibu Farao na nyumba yake kwa maradhi ya kufisha kwa sababu ya kumchukua Sarai,
mke wa Abrahamu. Yeah. Utarudi hapo 17, hata tusome Matthew. Mungu anaingililia kati. Amini usiamini, kama Mungu hangeingililia kati, Sara alikuwa mzuri wa kupendeza. Na wanaume ambao hawajaokoka wakiona wanawake wazuri, kitu cha kwanza ni wanataka washiriki nao tendo la ndoa. Na wakishiriki nao tendo la ndoa, mbegu itaingia ya Firauni na Sara atabeba mimba, alafu kifarao kitakuwa ndani. Kwa sababu ya hofu ya Abraham. Hofu inaharibu mipangilio ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mungu anaingilia kati, anasema sitaki kuona upuzi, anampiga Farao na magonjwa. Lakini angalia chenye Abraham anafanya, fia ndio inamzuia. Waweza kusoma Matthew 5:31 na 32 tafadhali. Mathayo takatifu 5:31 hadi 32. Pia imenenwa kwamba mtu yeyote amwachaye mkewe, Yesu anasema imenena kwamba mtu yeyote amwachaye mkewe na mpe hati ya talaka. hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, Lakini Yesu anatuambia yeyote amwachaye mkewe, mtu yeyote anayemwacha mke wake, isipokuwa kwa kosa la usherati. Sara hajatenda usherati, ni hofu ya Abrahamu. Elewa? Amfanye mkewe kuwa mzinzi. Anamfanya mkewe kuwa mzinzi. Abraham anafanya Sara kuwa mzinzi. Baba wa mataifa, baba wa imani. Abraham bado hajafikia imani ile ambayo Mungu anataka Abraham aifikie. Nini inasababisha hivyo? Fear, uoga. David, uoga, shaka na kutokuamini ndani ya moyo wa Abraham. Uoga, shaka na kutokuamini ina destroy kila kitu. Na yeyote amwoaye yule mwanamke aliyeachwa, na yoyote, Firauni pia, Abraham anafanya Firauni aingie pia katika usherati. Yoyote anayemuoa mwanamke aliyeachwa azini. Yesu anasema amezini. So kosa la Abrahamu linamuingiza Sara jehanamu, kosa la Abrahamu linamuingiza Firauni jehanamu. Alafu Abrahamu anakaa sasa, amepata mifugo. Abrahamu anaona tu yuko sawa. Unaonaje mifugo? Nashukuru Mungu naishi sasa. Mungu anamwambia Abrahamu, kuna kitu bado nashughulikia katika moyo wako. Ondoa ile fear, ondoa. Abrahamu bado hajavunjika, moyo wake bado haujavunjika ipasavyo. Udongo wa moyo wake bado ni mgumu. Lakini Mungu amemuongelesha mara ngapi? Mara 2. Na kila Mungu akimuongelesha anampatia ahadi, promise. Tabada moyo wake. Mwanzo 12:17. Lakini Bwana akamwadhibu Farao na nyumba yake kwa maradhi ya kufisha, kwa sababu ya kumchukua Sarai mke wa Abrahamu. Waweza kusoma, asante, hapo tutarudi, asante. Unaweza soma Ufunuo 21 mstari wa 8. Abrahamu anatawaliwa na hofu ndani ya moyo wake. Litakuwa amesikia sauti ya Mungu, litakuwa amesikia ahadi za Mungu. Bado kuna hofu ndani ya moyo wa Abrahamu na kuna uongo ndani ya moyo wa Abrahamu. Na Mungu hata compromise. Mungu apimi kipimo. Mungu aheshimu mwanadamu. Mungu haiki kipimo chake ni Abrahamu, hata kama amedanganya, usi uongo. Ni kama amefanya Sara awe chombo cha zina, hii si zina. Mungu afanye hivyo. Angalia hofu mali na kuongoza, fear mali na kuongoza. Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 8. Lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, pamoja na waongo wote. Mungu anasema pamoja na waongo wote. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hata tumwangalia Abrahamu.
venye anafanya. Abraham ako na hofu, hataki afe. Abraham yuko na hofu. Weza isoma, weza rejelea tena. Mwanzo 12 mstari wa 14. Alipoingia Misri, Wamisri walimuona kuwa ni mke mzuri sana wa sura. Wakati wa Farao walipomuona wakamsifia kwa Farao, ndipo Sarai akachukuliwa kwenda katika jumba la kifalme. Ya Sara amechukuliwa kwa sababu Abraham amedanganya, huyu si mke wake. Hajasimama katika front line akasema ni dadangu katika sehemu hii na ni mke wangu katika sehemu hii. Amedanganya. Ufunuo anadanganya kwa sababu ya nini? Hofu inazaa uongo. Ufunuo 21:8. Ufunuo 21:8. Abraham yuko hapa sasa. Lakini waoga. Abraham yuko na uoga, Mungu anaandika waoga. Abraham yuko na uoga, Mungu anaandika waoga. Wasioamini. Abraham amini kwamba Mungu amesikia sauti, anatii, lakini bado hajaachilia. Amini kwamba hata akisema ukweli Mungu atamlinda. Ndio maana anatumia njia ya mkato. Kwa nini unatumia njia ya mkato? Kwa nini usimwambie Firauni, huyu kwanza kabisa ni mke wangu na pia ni dadangu, ama ni dadangu katika njia hii na pia ni mke wangu katika njia hii, usizini naye? Kwa nini namwambia hivi? Maandiko yanasema kuna uoga. Na kwa sababu kuna uoga ndani ya moyo wa Abraham, Mungu anasema Abraham bado hajamwamini Mungu katika ukamilifu. Mtu mwoga adanganya. Mtu ambaye anamwamini Mungu kweli kwa moyo wake hata danganya, hata tafuta njia ya shortcut. Hata kwamba kweli venye iko na kitumainia Bwana. So Abraham yuko na kutokuamini. Uoga inaleta kutokuamini ndani ya moyo wake. Next. Lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji. Abrahamu yuko tayari afanye uchafu. Abrahamu si msafi katika tendo hili. Wewe uruhusu mke wako umemuoa, uruhusu wacha nidanganye hivi, wewe uchukuliwe, uende ukalale na Firauni, huu ni uchafu. Haki ya Mungu haijaingia katika moyo wa Abraham kwa sababu kuna hofu. Abraham ndani ya moyo wake kuna uchafu. Abraham ndani ya moyo wake kuna uoga na kuna kutokuamini. Next. Wauaji. Abrahamu ni muuaji wa nafsi. Abrahamu ana nafsi ya Sara. Yesu anasema ukimwacha mke wako alafu aolewe na mwingine, umemfanyia mwanamke awe chombo cha zinaa. Abrahamu anafanya Sara awe chombo cha zinaa. Sara awe mshirati, akifa ingie jehanamu. Firauni aingie kwa usherati kwa sababu ya kosa na hofu ya Abrahamu. Abrahamu anaingiza nafsi mbili jehanamu, ya Sara mke wake na ya Firauni anaingiza jehanamu. Abrahamu ni muuaji wa nafsi. Kwa sababu gani? Kuna uoga ndani ya moyo wa Abrahamu. Uoga tu. Wazinzi. Abrahamu anahesabika pia kama mzinzi. Kwa nini? Yesu Kristo anasema ukimwacha mke wako. Abrahamu anamwacha Sara. Anamwambia wewe una dadangu. Wamwacha Sara dadako. Mbona usemi ni mke wako? Hii si ile talaka naweza sema ni talaka ya kuandikwa chini, lakini kwa ulimwengu wa kiroho na kwa neno hii ni talaka. Huyu nani? Uje unipate na mke wangu. Niambie huyu ni nani? Nikwambia huyu ni dadangu. Na maanisha nini? Uniulize tena huyu ni nani? Nikwambia huyu ni dadangu. Na mkana ama simkana? Mkana. Petro alimkanaje Yesu? Huyu simjui? Haina tofauti, unamkana na unakana mpaka zile vows, VOW, zile za ndoa. Yule nani? Mbabako yule, si babangu. Wamkana babako. Hapa yule ni mzee, hali yake mlevi. Yule si babangu. Wamkana babako. So hii ndio Abraham anafanya. Mahali pamoja alikuwa akifanya kazi. Huwa ukifiliwa wapewa 100,000 na alafu apewa mtu aende confirm kama kweli umefiliwa, asimame katika hiyo matanga, aangalie, apige picha, alafu apeane. Nilipokuwa nafanya kazi hapo Coleman's. So
Nilipoingia nikapoa story moja, sikuwa ikifanyika, lakini hiyo story ilikuwa inaendelea. Kaambia hapa kuna chama kinasaidia, ingia. Nikaingia kweli. Toa pesa, tunatoa pesa. Kaambia kuna dereva mmoja ameoa bibi wawili. Alafu akaja akatangaza pale kwamba mke wake amekufa. Yule mke wake wa kwanza. Wili wakafanya uchunguzi juu, maana alikuwa anamwamini pole, akapewa laki na. Alafu sijui kawaje wakaenda pia huko, sijui kawaje na hao ambao walienda naye. Alafu wakarudi, wakakaa watu wakawa wamesahau. Kaka. Sasa akawa apeleki usaidizi kwa huyu mke wa kwanza. Sasa mke akasema basi acha niende. Akachukua mtoto, akaja paka pale ofisini kulalamika ili asaidiwe. Kufika kila mmoja anashangaa. Yaani ilikuwa huzuni. Kaambia wewe, mume wako alisema umekufa. Mama alilia. Akasema mume wangu yaniua na mimi niko hai. Mama alilia kweli. Alisema hivyo amekufa. So hivi Abraham anafanya, si kama alisimamishwa, lakini na mimi alishughulikiwa kwa sababu kwa mama alilia sana. Na ni kitu ambacho kimefanyika. So wewe zona Abraham huyu alifanya pengine kwa tamaa zake apate ile pesa. Na Abraham pia haina tofauti kubwa na huyo ambaye tunamuona. Wamkata mke wako ili uishi. Hii ni kuua nafsi. Abraham ni muuaji wa nafsi paka hapa. Na Mungu apendezi kuweka haki yake ndani ya huo moyo wa Abraham. Ondoa uoga. Next. Wazinzi. Abraham anasababisha uzinzi. Wachawi. Abraham. Next. Waabudu sanamu. Abraham ana sanamu. Sanamu inaitwa maisha yake. Abraham anapenda maisha yake. Kupenda maisha yako ni sanamu. Kupenda maisha yako inakuwa sanamu. Unaabudu maisha yako. Mimi naogopa kufa, basi inakuwa sanamu. Mimi naogopa kuuawa hata kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo. Nikienda pale naweza tukanwa, nikienda pale naweza pigwa mawe, nikienda pale naweza pigwa makofi. Mimi pale siwezi kwenda. Basi maisha yako inakuwa sanamu. Abraham maisha yake ni sanamu. Next. Pamoja na waongo wote. Abraham anadanganya. Ukweli nusu ni uongo. Abraham anadanganya. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. So kufikia paka hapo maisha ya Abraham, hakuna haki ya Mungu ndani ya Abraham. Na Abraham bali anastahili kuwekwa, licha kuwa neema ya Mungu inamvuta Abraham, lakini kulingana na mniji wa utaratibu wa maandiko. Haya maasi yote ambayo yanaonekana kwa Abraham anastahili tu kuwa katika ziwa la moto. Neno yendi left yendi right. Neno venye Mungu amesema ni hivyo. Abraham kulifikia mpaka sasa anastahili kuwekwa katika ziwa la moto. Hakuna haki ya Mungu ndani yake. Nini inasababisha? Fear. Hofu iko kwa moyo wa Abraham. Huenda akifanya yote alikuwa ajui yale anaenda kutokea mbeleni. Lakini hofu inazaa yote. Acha tuangalie kitabu cha Luka 9:23-24. Luka mtakatifu 9:23-24. Kisha akawaambia wote. Yesu akawaambia wote. Yesu anakuambia wewe. Yesu ananiambia mimi. Yesu anamwambia paka Abraham. Yesu anatuambia sote. Kisha akawaambia wote. Yeyote anayetaka kunifuata. Yeyote anayetaka kumfuata Mungu. Yeyote anayetaka kumfuata Yesu Kristo, mwenye dhambi kwa mali hapa, mtakatifu kwa mali hapa. Abrahamu tuona mistakes zake anafanya. Hizi mistakes ziko ndani yetu. Yesu anasema yeyote atakayetaka kumfuata Yesu Kristo, yeyote anayetaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe. Lazima ujikane mwenyewe. Kile kitu ambacho mwili unapenda, Yesu anakuambia hiki kikane.
Lakini kama sitajikanya, Abraham hajajikana mpaka sasa. Abraham anamfuata Mungu tu blindly. Hivi tu. Ni sawa na kuja tu ibada ya Mungu anakuzungumzia unaenda nyumbani. Unakuja ibada ya Mungu anakuzungumzia unaenda nyumbani. Unaenda kweli Mungu analizungumzia. Mungu Abraham anamfuata Mungu hivyo, lakini Yesu Kristo anasema ni lazima uelewe kuna point ya kujikana. Abraham yake maisha yake chini aseme Mungu, maisha yangu yote si muhimu zaidi yako wewe, zaidi ya amri zako, zaidi ya neno lako. Mwenye dhambi Mungu anamwita hivyo pia. Aondoe hofu. Ajikane. Kile kitu ambacho flesh inapenda. Kile kitu ambacho ulimwengu unapenda. Ulimwengu una vitu vingi vizuri, kuna wanawake wazuri David. Utakuwa unaangalia tu na watamani. Na unatosheka hapo. Hii kuangalia wewe inafurahisha moyo, watosheka hapo. Benjamin pia. Ulimwengu una mambo mingi. Kuna pombe pale, kuna sigara pale, kuna bangi pale. Hizi zote zinafurahisha mwili. Na kama kwa uwezo wa Mungu, kwa neno lake, sitatangaza uadui. Sitatangaza uadui kwa kujikana. Basi hizi zote zitakusomba. Zote zitakusomba. Lazima tafadhali, lazima tujikane. Lazima tujikane. Injili inayohubiriwa bila kujikana si injili ya Yesu Kristo. Abraham anahubiriwa kuhusiana na kujikana. Ndio maana Abraham anajiachilia tu. Lakini leo Mungu amepatia neema, tuko na agano la kale na agano jipya. Abraham alikuwa tu na agano, hata hakuwa na agano la kale. Maana Musa alikuwa hata hajaanza kuandika. Mimi na wewe tuko na kingi sana cha kujisaidia mahali Abraham ameanguka. Tunaona Mungu anatuonyesha. Alafu Yesu anapatia go ahead. Yesu anakuambia jikane. Jikane. Chochote ambacho hakimpi Mungu utukufu, Yesu anakuambia achana nacho. Yes. Kisha akawaambia wote, yeyote anayetaka kunifuata lazima ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake kila siku na anifuate. Msalaba ni mahali mtu anasulubiwa. Paulo anasema nafa kila siku. Lazima ujikane kila siku kwa kufa kila siku. Kila ambacho mwili unataka, Mungu anakuambia kikane. Jikane. Mwili unataka tu uendelee kusikia neno hivi David kila siku. Hivi Benjamin. Si vibaya, lakini Mungu anataka pia kuokoa nafsi zenu. Lilia pia. Mungu anataka kuokoa nafsi zenu. Yesu anakuambia shati lazima ujikane. Abraham hakujikana. Abraham alikuwa na hofu hakujikana na anampeana mke wake. Kwa nini Abraham hakuwa na agano? Hakuwa na agano jipya. Licha kwa Yesu alikuwa anaongea naye. Lakini sisi kuna mahali tunaweza kusoma, Mungu akatuongoza akatupatia nuru zaidi na zaidi na kujikana na kubeba msalaba, maana unakufa kila siku na kumfuata Yesu Kristo. Hiyo ndio wokovu. So kuna sehemu ambayo Abraham hajajikana. Sehemu katika maindi yako bado haujafuli kubaliana na Yesu Kristo. So Mungu anakuita fully kubaliana na Yesu Kristo. Kwa ile kazi amekufanyia kwa toba, kugeuka katika ulimwengu ambao ni mchafu, ambao ulimwengu unakupatia mambo mazuri kila siku ya kufurahisha mwili, anakupatia tu alpombe, marafiki, story ambazo hazipendezi, mitandao, TikTok ambao ni uchafu umejazwa huko ndani. Licha kwa si vibaya neno la Mungu kiliangalia kule, lakini uchafu umejaa kule ndani. Facebook wafanya nini sana pale, Twitter iko pale, ya kukufurahisha mwili tu, ya kufurahisha mwili. Mungu anasema jikande uweze kumfuata Yesu na uwe na haya. Weka laini. Kwa maana yeyote atakaye kuyaponya maisha yake. Kwa maana yeyote atakayetaka kuyaponya maisha yake. Abraham alitaka kuponya maisha yake. Atayapoteza. Yesu anasema atayapoteza. Abraham alikuwa tayari aponye maisha yake, asife. Lakini Yesu anasema yoyote ambaye anataka kuponya maisha yake atayapoteza. Abraham tayari anapoteza maisha yake kwa kumpeana Sara, kwa kufanya Sara we chombo cha uzinzi. Yoyote ambaye anataka kusave maisha yake, Yesu anasema atayapoteza. Na mpaka hapo Abraham ashapoteza maisha yake kwa ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka hapo tumesoma Abraham ashapoteza maisha yake. Amen. Lakini yeyote
Lakini yeyote atakayepoteza maisha yake atakayetaka kupoteza maisha yake kwa ajili yangu, kwa ajili ya Yesu Kristo, atayaokoa. Abrahamu asema ukweli, asimame kwa ukweli wa Mungu, apoteze maisha yake kwa sababu ya kweli ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Mwenye dhambi pia Mungu akimwita, Mungu anamuita, anamwambia ndani ya moyo wako kuna fia. Hii fia Mungu anataka iondoe. Hii fia inasababisha shaka, inasababisha kutokuamini. Benjamin. So tunaona Mwanzo. Tunaweza soma sasa 12 mstari wa 17. Mwanzo 12 mstari wa 17. Lakini Bwana akamwadhibu Farao na nyumba yake kwa maradhi ya kufisha kwa sababu ya kumchukua Sarai mke wa Abrahamu. Unaona watu wengi wanachanganyikiwa, na usichanganyikiwe. Hii inaweza kuwa yaendelea kwa maisha ya mtu ambaye hajaokoka kwa sababu ana tabia tofauti, sawa? Lakini akiona venye Mungu anamtendea mema, anaweza fikiria haraka kwa mawazo yake, kwa sababu Mungu anamlinda Sara, ama kwa sababu Mungu ananilinda, Mungu ananipigania dhidi ya maadui zako. Haimaanishi umeokoka kama itakuwa unaishi maisha machafu. Waweza kuwa na baraka Mungu anakupatia. Hizi baraka zinaitwa wema wa Mungu. Kuishi mwaka mzima mimi hata sijakuwa mgonjwa, mimi nimeokoka ama ni nini? Mzee mmoja alikuwa hapa, Mungu amsaidie, alikuwa hapa, anaitwa Patrick. Sana alikuwa anasema mambo yanamwendea vizuri. Anasema mimi ni kama nimeokoka mtumishi. Ni kama nimeokoka. Maana venye naona Mungu ananipigania na mimi nimeokoka. Lakini naambia kweli Mungu anakuleta kwa toba, lakini bado hujafikia kuokoka kwa sababu kulikuwa na struggles moja mbili, ambazo hizo struggles ni za kupeleka mtu jehanamu. Naambia hauwezi kuwa umeokoka. Ile siku kwa uwezo wa Mungu, Mungu atakupatia wokovu, utakuwa huru bila hizi struggles kama za mwili, za usherati. Utakuwa free kutoka kwa hii na ulevi kidogo, wasikia kuna katamaa kidogo lakini haukuni. Wasikia kuna katamaa kidogo lakini haukuni. Wasikia unavutwa kuzini, unavutwa, yani kuna ile war. Kaambia kweli Mungu anakupigania, lakini na Mungu alikuwa anampigania kweli katika kila area ya maisha yake. Paka yeye mwenyewe akaanza kufikiria nimeokoka mtumishi, pengine wewe pengine ndio unanichelewesha. Lakini baadaye Mungu alileta wazi. Na Mungu amsaidie. Mungu alileta wazi kwa sababu alianguka katika hizo hali, hakuwa na nguvu za kushinda, alianguka. Na Mungu amsaidia, tuseme hivi. Lakini kuna umuhimu sana uelewe kile ambacho maandiko yanaeleza na uelewe kile ambacho kimefanyika katika ushirika ambao uko karibu nao. Wema Mungu anamfanyia Abraham kwa kumlinda nani? Sara, kwa kumpigania adui zake. Lakini Abraham yuko na haki ya Mungu mpaka sasa, tumesoma. Abraham amemwamini Mungu, maandiko yanasema mpaka sasa. Hayasemi hivi. Lakini unaona ulinzi huko. So usiweke kipimo cha venye Mungu anamfanyia mtu wema ufikirie ameokoka. Kipimo halisi ni kwenda direct kwa matunda yake ya huyo mtu. Matunda yake ambayo yanatoka. Yuko huru mbali na dhambi. Ni mtumwa wa dhambi. Anaishi kwa uongo. Anapenda maisha yake kama sanamu. Amesarenda maisha yake completely kwa Mungu. So ni kupima matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya siku pima mafanikio yake, pima matendo yake. So hilo liwe clear. David, sasa wengine wazaona Mungu anakusaidia. Na Mungu anakusaidia kwa umepita mtihani vizuri sana, na tunasema amina. Hiyo inaitwa wema wa Mungu. Umemuomba Mungu amekusaidia, umepita mtihani vizuri. Huo ni wema wa Mungu. Hata Haman pia vile amepita mtihani vizuri. Ni wema wa Mungu. Na huo wema wa Mungu ndio ulikuwa unamvuta Abraham mpaka sasa. Lakini Abraham hajaokoka mpaka sasa. Kwa nini? Kuna pia uoga. Hii uoga ishinde. Weza soma 17. Weza soma 13, chapter 13 verse 2. Mwanzo 13 mstari wa 2. Wakati huo Abrahamu alikuwa tajiri sana wa mifugo. Alikuwa tajiri sana wa mifugo, fedha na dhahabu. Abraham alikuwa tajiri wa mifugo. Abraham alikuwa tajiri.
So Mungu anambariki bado Abraham. Washangaa, Abraham mbona ni tajiri? Abraham Mungu anamlinda. Ni sawa na Mungu amemwokoa, hata Mungu anamzungumzia. Waweza kuwa pia unapata ndoto, unapata vision, lakini kweli kwa miji wa maandiko, kwa yale ambayo yanaonekana kwako, hayo ndio yataonyesha kama umeokoka au hujaokoka. Mungu anaweza kukulinda. Lakini kama kuna fia ndani ya moyo wako itakuharibu. Uovu, oga ndio inafanya Abraham haki ya Mungu isiingie ndani yake. Mungu anamzungumzia. Hofu iangalie sana. Kabla Mungu anionyeshe ujumbe, Mungu alinipitisha katika ujumbe. Na siku hii wiki tu nafaa nikanue maziwa ya mtoto, ile formula ya unga. Mwambie mke wangu, usijali, wewe nipatie hii fedha, mimi niende nikanunue. Chukua fedha pale nikaenda kununua. Nikashindwa ninunue duka gani. Nikafika mahali nikawa najisaidia kidogo, nala kidogo pale. Nilipokuwa nala wazo likanijia, nenda kwa duka fulani. Nikasema kweli. Nikila. Nikaamka nikasema acha niende kwa lile duka nikielekea kazini. Nilipoenda kwa ile duka kweli nilipata maziwa, lakini maziwa yalikuwa tofauti kidogo. Lakini cha kushangaza ni kwamba nilipokuwa najaribu kumpigia simu alikuwa hapatikani. Sasa nikasema nichukue ama nisichukue. Yule mtu tayari anaifuta, anaitayarisha, yeye ananiambia moyo wa Mungu ni uchukue hii maziwa. Mimi niko na hofu, nafikiria imepishana kidogo miezi 9, hii ni mwaka mmoja. Nikawa na wasiwasi, nikawa na hofu, lakini sikufikiria aliyenitoa mahali nilikuwa nala akanielekeza kwa lile duka, hiyo sauti ndio ilikuwa inafaa niitii. Basi sikuitii. Nasema acha niende kwanza mfanye kazi. Mke wangu atakuwa amefungua simu. Kaenda kafanya kazi. Nikamaliza. Sema acha nielekee uinjilisti. Ndio nikamwambia pitia kwa lile duka ukachukua ile maziwa. Akasema mpigie tena. Kampigia bado ni mteja. Nikawa nasema basi acha niende nikafanye. Okay, nikanunue kitu fulani kwanza town. Alafu nirudi baadaye. Atakuwa amefungua simu. Lakini baadaye nilipoenda nikarudi, nikapigia simu akapatikana. Akaniambia ungechukua. Akasema okay sawa, acha niende nikachukue. Nilipoenda mbio na ni usiku, mtoto anafanywa maziwa, atasumbua usiku mzima. Mke wangu ananiambia hapana, mimi siko tayari nilale usiku mwingine, huyo akinisumbua, hii kisha atasumbua. Nikaenda pale haraka sana kufika duka limefungwa. Nikakaa pale chini nikajilaumu sana. Kasema hii fia hii hofu hii sitaki tawale maisha yako. Nikaona ilinisumbua sana hiyo siku. Kaa pale chini sana mpaka ngasema jamani, Mungu nisamee katika hili. Yaani ilinihuzunisha sana. Nikaona kwa nini sikutii venye nilikuwa nala, nikaambiwa nenda ukachukue ile maziwa. Nisikie tu hii sauti imetoka mbinguni na ni ya Mungu. Na niende tu mwambie nipatie hiyo, nichukue nipeleke. Bado mke wangu bado angeikubali. Maana alikuwa tayari ashakubali. Makosa yote yalikuja kwa sababu gani? Fear, hofu. Hata katika maandiko Mungu atakuzungumzia David, atakuzungumzia hata wewe. Lakini ukiwa na hofu itakufanya uje kujuta. Ndio hiyo hofu naiona kwa Abraham. Na iko pia kwako. Na iko pia kwangu. So Mungu anamlinda Abraham. Naweza angalia pia Romans 2:4. Ni kwa nini Mungu anakupatia wema kama mwenye dhambi? Haui mgonjwa mwaka mzima, unapita mitihani, unakula, uko na nguvu. Kwa nini Mungu anakupatia wema? Venye Mungu pia alikuwa anakupatia Abraham wema. Warumi 2:4. Au mwaudharau wingi wa wema? Au mwaudharau wingi wa wema? Ustahimili na uvumilivu wake. Bila kujua ya kuwa wema wa Mungu. Huo wema wa Mungu wa kuelekeza kwenye toba. Huo wema wa Mungu ni Mungu anakuelekeza katika toba. Akuokoe. Mungu kukupatia uhai ni kwa sababu anataka utubu, alafu akuokoe. Ndio maana unaona Mungu anamlinda Sara. Mungu anamlinda Abraham. Mungu anamsaidia Abraham.
Si kwa sababu Abrahamu amemwamini Mungu kwa ukamilifu. Abrahamu bado hajamwamini Mungu, yuko na hofu ndani yake, na hiyo hofu inafanya yeye kutokuamini wema wa Mungu. Kumbe uwema si kwa sababu umeokoka, ni kwa sababu si kwa sababu Abrahamu ameokoka, ni kwa sababu Mungu anataka Abrahamu afikie toba, atubupaka hiyo fia. Hii fia iko ndani ya moyo wa Abrahamu, aitubu. Ndani ya moyo iko ndani ya moyo wako. Usarenda maisha yako katika mawazo, katika moyo na katika uamuzi wa neno la Mungu, full kwa Mungu, full kwa Yesu Kristo. Bila kuwa na second thought, bila kuwa na wazo lingine. So, naona kwa nini Mungu anamlinda Abrahamu, ni kwa sababu anataka amfikishe kwa toba. Angalia Genesis 13:14. Abrahamu akaingia kwa vita. Luto alienda Sodoma. Sodoma ikaja kutekwa na wafalme. Kukawa na vita pale. Sodoma ikapigwa, wafalme wakachukuliwa, alafu Luto pia akachukuliwa. Abrahamu kufikia paka sasa hajaokoka kwa sababu yuko na fear. Yuko na hofu ndani ya moyo wake. Hajajiachilia kwa Mungu full. Hajajiachilia kwa Mungu Abrahamu. Na kwa sababu gani hujaokoka paka sasa hii? Ni kwa sababu moyo wa Abrahamu na moyo wako unafanana. Hujapata wokovu Benjamin, David, ni kwa sababu kuna fear ndani ya moyo wako. Kuna fear. Hiyo fear Mungu anataka iondoe leo. Mwanzo 14 mstari wa 14. Mwanzo 13:14. Samahani. Ya hata tutapita angalau tu Mwanzo 14. Mwanzo 14:14. Hata usome Mwanzo 13:14 kwanza. Mwanzo 13 unaweza soma 14. Mwanzo 13:14. Baada ya Loti kuondoka, Bwana akamwambia Abrahamu, ukiwa hapo ulipo, inua macho yako utazame kaskazini na kusini. Mungu bado anamfuata Abrahamu. Kuna hofu ndani ya Abrahamu. Mungu anamhubiri Abrahamu hii mara ya 3. Anamwambia Abrahamu, tazama kaskazini, north. Tazama kusini, south. Tazama east, tazama west. Hii ni kivuli ya nini David? North, south, east, west. Nini inatengenezwa hapo? Msalaba. Mungu anamwondoa Abrahamu katika hofu, anamwambia hiyo hofu yako iondoe. Tazama msalaba. Yaani weka tumaini lako kwa Mungu. Lutu ameondoka. Mungu anakuja na zamubiri Abrahamu. Mungu bado anashughulikia hofu iliyo ndani ya moyo wa Abrahamu. Anataka kuitoa ile hofu, anataka kuitoa, anamwambia angalia msalaba. Huko mali hapa leo Mungu anakuelekeza kwa msalaba Lidia. Mungu anakuelekeza kwa msalaba David. Mungu anakuelekeza kwa msalaba Benjamin. Anakuambia tazama msalaba. Bali Yesu Kristo alifia dhambi zako na anakuita ukioke kutoka kwa maovu. Tazama msalaba, cross. Mali kila fia yako inaikuwa pale, kila utu wako wa kale, dhambi zako za kale zinaikuwa pale kwa Yesu Kristo. Zinahukumiwa, zinaondolewa. Mungu anachukua uhai wa Yesu Kristo anaweka kwako na kuhesabia haki. Mungu anamhubiri Abraham kazi ya msalaba in advance. Kwa nini? Kuna kitu Mungu anataka kung'oa kwa moyo wa Abraham, fear. Na kitu ambacho inaweza ondoa fear ni kazi ya msalaba. Hofu ya dhambi, hofu ya maovu, hofu ya kushindwa kuishi maisha mazuri. Uko hapo unafikiria nikiokoka nitaishaje maisha mazuri? Hiyo hofu iondoe. Kwa kuamini Yesu aliyekuwa msalabani akatindikwa kwa ajili ya dhambi zako zote na maovu yako yote. Hii ni mara ya 3 Mungu anamhubiri Abraham. Anamhubiria msalaba sasa. Kazi ya msalaba ni kivuli kwake. Lakini ni picha halisi kwetu. Baada ya Loti kuondoka, Bwana akamwambia Abrahamu, ukiwa hapo ulipo, inua macho yako utazame kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. 15. Mstari wa 15, nchi yote unayoiona nitakupa wewe na uzao wako hata milele. 7. Mstari wa 16,
nitaufanya uzao wako uwe mwingi kama mavumbi ya nchi. Mungu bado anamhubiria Abraham, nitaufanya uzao wako. Mungu anampatia Abraham ahadi, anamsukumia Abraham ahadi. Mungu anaondoa ile fear, hofu iko ndani ya moyo wa Abraham. Mungu anaitoa, anamhubiria tena mara ya tatu. Nitaufanya uzao wako uwe mwingi kama mavumbi ya nchi. Hivyo kama kuna yeyote aweze kuhesabu mavumbi, basi uzao wako utahesabika. Mungu anampeleka Abraham kwa mavumbi. Anamwambia angalia mavumbi, angalia mavumbi Abraham. Amini, ondoa hiyo hofu. Abraham angalia mavumbi, angalia mavumbi. Abraham anaangalia mavumbi, anaangalia mavumbi, anaangalia mavumbi. Lakini bado Abraham ndani ya moyo wake kuna hofu. Unaona venye hofu inaweza kuzuia wokovu, inaweza kuzuia haki ingie ndani. Mungu anamwangalia angalia mavumbi. Mavumbi ni mingi. Mungu anajua nikimhubiria kuhusiana na mavumbi, huenda Abraham atashawishika. Hata na mavumbi ni wingi, anapata muamini Mungu. Lakini bado kuna fear, hofu ndani ya moyo wa Abraham. Ondoka, tembea katika marefu na mapana ya nchi. 17 anamwambia ondoka, tembea katika marefu na mapana ya nchi. Kwa maana nitakupa wewe. Kwa maana nitakupa wewe. Hii ni kivuli ya msalaba. Angalia Waefeso 3:17. Waefeso 3 mstari wa 17. Ili kwamba Kristo apate kukaa mioyoni mwenu. Ili kwamba Kristo apate kukaa mioyoni mwenu kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Nami ninaomba kwamba nyinyi mkiwa wenye mizizi tena imara. Nyinyi mkiwa wenye mizizi tena imara. Nyinyi mkiwa wenye mizizi tena imara katika upendo. Katika upendo 18. Muwe na uwezo wa kufahamu pamoja na watakatifu. Muwe na uwezo wa kufahamu pamoja na watakatifu. Jinsi ulivyo upana. Mungu alimwambia Abrahamu, kulia, juu, chini, kushoto, kulia, msalaba. Alafu akamwambia upana, tembea kwa mapana na marefu. Tembea kwa mapana na tembea kwa marefu. Mungu anamwambia Abrahamu, tembea kwa mapana, tembea kwa marefu. Angalia north, angalia south, angalia east, angalia west. Angalia msalaba. Angalia mapana ya msalaba. Upendo Mungu amedhihirisha pale msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Hiyo hofu iondolewe. Mungu anamwambia Abrahamu, angalia msalaba. Tembea kwa mapana, tembea kwa marefu. Tukisoma Waefeso, Mungu anaongea kuhusu msalaba. Muwe na uwezo wa kufahamu pamoja na watakatifu. Muwe na uwezo wa kufahamu pamoja na watakatifu. Jinsi ulivyo upana. Jinsi ulivyo upana. Na urefu. Na urefu. Na kimo na kina upendo wa Kristo. Na kimo na kina upendo wa Kristo. Amen. Mapana, length. Mapana, Yesu anafunuliwa. Marefu, kina, chini. Msalaba. Ninafanya hofu yangu yote. Dhambi zako zote zimekuwa na Mungu kwa Yesu Kristo. Yesu atanyorosha pale msalabani. Kwa mapana dhambi zako zimeondolewa. Kwa marefu dhambi zako zimeondolewa. Kwa kina dhambi zako zimeondolewa. Amen. Hiyo ni kazi ya msalaba. Hofu iondolewe nipate imani. Mungu anamhubiria Abrahamu haya. Wewe sema moyo wa Abrahamu ulikuwa na shida kiasi gani? Hofu ikiwa ndani ya moyo wako. Mungu anakuhubiria, itakuwa unasikia lakini bado kuna kitu umeshikilia hapo. Mungu anamconvince Abraham mpaka sasa Abraham hajaokoka. Mara ya tatu. Na anamueleza kila kiongea naye anamkumbusha ahadi zake. Na bado hajaokoka. Kwa nini? Abraham yuko na hofu. Abraham hajaokoka mpaka sasa. Na sisi hakutani na Mungu, amekutana na Mungu. Acha tuangalie 14. Abraham anaenda vita. Genesis 14. Mwanzo 14 mstari wa 14. Abrahamu alipopata habari kwamba jamaa yake amechukuliwa mateka. Akawaita watu 318 wa nyumbani. Akaita watu 318 wa nyumbani mwake waliokuwa wamefunzwa, wakafuatilia hadi Dani. Wakati wa usiku Abrahamu aliwagawa watu wake katika vikosi ili awashambulie, na akawafuatilia akiwafukuza hadi Oba kaskazini ya Demaski. Akarudisha mali zote na akamrudisha Loti jamaa yake na mali zake
pamoja na wanawake na watu wengine. Mzee ana miaka 75 akiitwa na Mungu. Na mpaka sasa bado hajaokoka. Miaka 75 ni mzee. Mungu anampatia nguvu ya kwenda kupigana na wafalme. Wafalme, si mfalme, wafalme 5. Anaenda kupigana nao. Yako tu na jeshi la 318. Mungu anamlinda Abraham. Mungu anampatia nguvu Abraham. Lakini bado haya yote Mungu anamwonyesha Abraham ni wema wa Mungu. Hii miujiza yote Mungu anamwonyesha Abraham. Abraham hajasawishika kwa sababu Abraham yuko na hofu ndani ya moyo wake. Mungu anasema ina hofu iondolewe. Hofu ndio inakuzuia. Hofu ndio imemzuia Abraham mpaka sasa. Haki ya Mungu isiingie ndani yake na simwamini Mungu. Usicheze na hofu. Usicheze na hofu. Mpaka sasa tunamsoma Abraham hajaokoka. Licha kuwa hadi sote Mungu anampatia. Nguvu zote Mungu anampatia. Ulinzi wote, utajiri wote Mungu anamkuta Abraham kwa Yesu Kristo. Unaweza soma utaja kuendelea hapo. Waweza endelea tu ni sawa. Waweza endelea na 18. Mwanzo 17. Yeah, endelea 17 mbona umefikia? Mwanzo 14 mstari wa 17. Abrahamu baada ya kumshinda mfalme Kedorlaoma na wale wafalme waliojiunga naye, mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumlaki katika bonde la Sawe, yaani bonde la mfalme. 18. Ndipo Melkizedeki mfalme wa Salemu alipoleta mkate na divai. Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Ya Mungu anatuma Melkizedeki. Abraham ameshinda vita. Abraham ametoka na furaha. Nimeshinda, nimewapiga wale wafalme. Mungu anamwambia Abrahamu, hujamaliza vita, umeshinda vya kimwili lakini Mungu anataka bado ashinde vya nini? Vya kiroho. Mungu anaangalia Abrahamu umepiga wafalme kweli, lakini Mungu anasema kuna falme ambao hapo ndani ya moyo wako inafaa ipigwe ambao ni hofu, fear. Abraham anafurahi, Mungu anatuma Melkizedeki. Melkizedeki ni nani? Melkizedeki ni kivuli cha Yesu Kristo. Mungu anamtumia Abraham Yesu Kristo. Haja mhubiri Abraham. Unaonaje? Mungu anamwambia Yesu, wewe sasa nenda mhubiri Abraham. Yesu akija kwa Abraham, Melkizedeki, Yesu anakuja na mkate. Melkizedeki anakuja na mkate na anakuja na divai. Acha tuangalie Waebrania. Melkizedeki ni nani? Mungu anampenda Abraham kiasi kwamba Abraham Mungu anamsaidia mpaka anamtumia Melkizedeki. Hapa ndio moyo wa Abraham unapasuliwa kwa mara ya kwanza. Kwa sababu Mungu akikutumia Yesu Kristo aje kuongea na wewe na kukuhubiria, lazima pia moyo wako utapasuliwa. Mungu ameupasua Abraham. Halafu Mungu anatuma Melkizedeki kivuli cha Yesu Kristo. Mungu anamtumia Abraham Melkizedeki ambaye ni Yesu Kristo. Melkizedeki anakuja na vitu viwili. Anakuja na divai na anakuja na mkate. Wacha hivi vitu viwili David. Vunja moyo wako kama vile moyo wa Abraham unafunja. Hata Lydia, hata Benjamin. Leo Waebrania 7 waweza anza mstari wa kwanza. Waebrania 7 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa kuwa huyu Melkizedeki alikuwa mfalme wa Salemu na kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu akirudi katika kuwashinda hao wafalme, naye Melkizedeki akambariki. Mstari wa pili. Ambaye Abrahamu alimpa sehemu moja na ya 10 ya kila kitu. Kwanza, jina hilo Melkizedeki maana yake mfalme wa haki. Melkizedeki inamaanisha mfalme wa haki. Maandiko yanamtambua Yesu Kristo kama mwenye haki. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza. Melkizedeki ni mfalme. Elewa, si mfalme anayetembea kwa haki. Si Daudi alikuwa mfalme aliyetembea. Melkizedeki ni mfalme wa haki. Yaani yeye ni mfalme wa hiyo haki. Melkizedeki yeye anapatiana hiyo haki.
Abrahamu mpaka sasa hajapewa haki. Kwa nini? Abrahamu yuko na uoga na kutokuamini. Mungu anamtumia Abrahamu Melkizedeki, mfalme wa haki ambaye ni Yesu Kristo. Mungu hata sasa hivi anakutumia mfalme wa haki ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni Melkizedeki. Kwa nini Mungu anamtumia Abrahamu mfalme wa haki? Ili Abrahamu aweze kupokea haki. Amen. Endelea. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza. Watoto wangu wapendwa, nawaandikieni haya ili msitende dhambi. Anasema nawaandikia haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu yeyote akitenda dhambi, tunaye mkombozi kwa Baba. Je, uko na mkombozi kwa Baba? Tunaye mkombozi kwa Baba, Yesu Kristo. Mwenye haki. Yesu ndo anagonga hiyo title. Maandiko yanasema Melkizedeki inamaanisha mfalme wa haki. Yesu akija kwa Abrahamu anakuja kama mfalme wa haki, kivuli cha Melkizedeki. Mungu anamtumia Yesu. Mungu anamtumia Abrahamu Yesu Kristo. Mungu anakutumia wewe pia. Yesu Kristo leo mfalme wa haki. Yule anaongea na Abrahamu. Ndio wewe kwa neno ambalo unalisikia. Angalia title nyingine ya Melkizedeki. Kwanza kwa jina hilo Melkizedeki maana yake ni mfalme wa haki. Mfalme wa haki. Pia mfalme wa Selemu. Maana yake mfalme wa amani. Maana yake ni mfalme wa amani. Hakuna mtu anagonga hiyo title. Hakuna mwanadamu anavaa hiyo title katika ulimwengu huu isipokuwa Yesu Kristo. Yesu anaitwa mfalme wa amani. Isaia 9 mstari wa 6. So Mungu anafanya nini? Mungu anaangalia moyo wa Abrahamu. Kuna hofu ndani ya moyo wa Abrahamu. Mungu amekuja, amemhubiria Abrahamu, amemhubiria akimpa ahadi mara 3, mara 4. Alafu Mungu anasema sasa, wacha ni step out, nimlete Yesu Kristo akiwa kwa kivuli cha Melkizedeki, mfalme wa haki, mfalme wa amani. Mungu anamleta na Abrahamu. Yesu anasema nitakuja na mkate na nitakuja na divai, nitamhubiria Abrahamu. Hivyo ndio Mungu anasema. Yesu anasema hata leo kupitia maandiko anakuhubiria wewe. Ili hofu. Mungu anapigana na vitu vingapi kwa Abraham sasa? Kitu kikubwa Mungu anapigana nacho ni hofu, fear. Hiyo hofu imezaa shaka, imezaa kutokuamini. Fear imezaa disbelief. Bwana Yesu asifiwe. Ona kile ambacho kilikuwa kimezuia moyo wa Abraham, kimezuia kweli, na ndio kinazuia moyo wako. Yes, endelea. Pia maana yake mfalme wa amani. Ana baba wala mama. Mfalme wa amani ni nani? Ni Yesu Kristo. Tunaweza kusoma tafadhali Isaia 9 mstari wa 6. Isaia 9 mstari wa 6. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Na utawala wake utakuwa mabegani mwake. Naye anaitwa. Huyu mtoto anaitwa Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu amemtuma ili amshauri Abrahamu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. So Melkizedeki anaitwa mfalme wa amani. Anakuja kukutana na Abrahamu ambaye hana amani. Maandiko yanasema Yesu Kristo ndo anavaa hiyo title. Yesu anaitwa mfalme wa amani. So leo haina tofauti. Mungu anatuma kwako Yesu Kristo kila siku kwa ubiri, kwa redio, kwa TV, kwa Facebook na hiyo hofu ipate kuondolewa. Waweza rudi Ibrania 7 mstari wa 3. Ana baba wala mama. Yesu hana baba wala mama. Ana ukoo. Yesu hana ukoo. Yaongea kuhusiana Yesu katika uungu. Ikiongea Yesu kwa umwili, tunaona Yesu yuko katika ukoo wa Daudi, ukoo wa Abrahamu. Lakini hapo inaongea kuhusiana Yesu Kristo kwa uungu. Yaani hana baba wa kimwili. Endelea. Hana mwanzo wala mwisho. Yesu hana mwanzo na hana mwisho. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 8, Yesu anajitambulisha kama Alfa na Omega. Ukiendelea Yesu anasema yeye ndiyo mwanzo na tena yeye ndiyo mwisho. Melkizedeki ni Kristo Yesu. Mungu anamtuma kwa Abrahamu akiwa na nini? Mkate. Yohana 6 mstari wa 44.
Usione penye Mungu anampenda Abrahamu, ndio hivyo anakupenda wewe. Mungu atapambana na dhambi yako, atapambana na kutokuamini kwako, Mungu atapambana na hofu yako mpaka ishinde. Lazima ujiachilie. Utakuwa na vikao vingapi hivi ukihubiriwa Injili mpaka uje kuondoka katika hiyo hofu? Yohana Mtakatifu 6 mstari wa 44. Yohana Mtakatifu 6:44. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu, Yesu anasema Abrahamu hawezi kwenda kwa Yesu Kristo kama asipovutwa na Baba aliyenituma. Kama asipovutwa. Lazima uelewe, Mungu anamvuta Abrahamu mpaka sasa. Abrahamu hajaokoka, yuko na hofu ndani ya moyo wake. Mungu anamtumia Abrahamu Melkizedeki ambaye ni Kristo Yesu. Abrahamu avutwe. Mungu anamvuta Abrahamu kwa Yesu Kristo. Abrahamu hawezi kwenda kwa Melkizedeki mpaka Mungu amvute Abrahamu kwa Melkizedeki. Mungu anamchukua Yesu, anampeleka kwa Abrahamu. Hivyo ndio Mungu anafanya hivyo. Mungu anakupenda kweli, hataki kukuweka kwa moto kweli, lakini lazima ushinde hiyo hofu iko ndani ya moyo wako. David, lazima ushinde. Lazima uamshwe. Neno likuamshe. Mungu asemi achana na Abrahamu, nimemuongelesha sana. Wachana naye. Wacha apotee sasa. Mungu asemi hivyo. Mungu ana hiyo attitude. Mungu anasema haujasikia sauti yangu, nimekuhubiria sana Abrahamu, nitarudi tena. Lakini Melkizedeki, Yesu Kristo mfalme wake, nenda upe haki yule. Nenda ukakutane naye. Nenda ukamhubirie. Nenda ukaondoe fia ndani ya moyo wake. Yesu anaenda na kutana na Abrahamu. Yesu anasema ngoja, nenda na vitu viwili. Maana Yesu anajua hivi vitu viwili vitamfungua Abrahamu. Yesu alipokufa akafufuka, wako wanafunzi wawili walikuwa wanatembea. Yesu akajiunga nao. Mmoja wao ni Cleopas. Alipotembea Yesu akawakemea. Macho yenu yameziba nyinyi wapuzi. Fools. Akaanza kuwafungulia maandiko. Wakaanza kuona maandiko, akaanza kuona. Yesu alipofika kuvunja mkate, macho yake akafunguka, fahamu zao zikafunguka. Pa, mioyo ikavunjika. Pa, wakasema huyu ni Yesu Kristo. Yesu akapotea. So Yesu anajua huyu Abrahamu yuko na hofu. Kuna kitu kimefungika, hajapata ufunuo kwa ukamilifu. Yesu anachukua mkate, anaenda kufanya kwa Abrahamu vile alifanya kwa Cleopas, ndio anaanza na Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata tusome kuhusiana na Luka. Melkizedeki anaenda na mkate. Tunaweza angalia Luka 24. Luka 24:25. Luka Mtakatifu 24 mstari wa 25. Yesu akawaambia, nyinyi wajinga kiasi gani? Nyinyi wajinga kiasi gani? Nanyi ni wazito mioyoni mwenyu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Mbona tuko na uzito? Mbona Abrahamu yuko na uzito? Mbona niko na uzito? Waweza soma 30. Luka 24 mstari wa 30. Walipokuwa mezani pamoja nao, akachukua mkate. Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akaanza kuwagawia. Ndipo macho yao yakafumbuliwa. Nao wakatambua, naye akatoweka machoni pao. Wakatambua, wakapata ufunuo. Alafu Yesu akaondoka. So Yesu anaenda kukutana na Abrahamu akiwa na mkate na akiwa na divai. Melkizedeki atakapovunja mkate, kuna kitu kitavunjika ndani ya moyo wa Abrahamu. Kwa sababu chapter 14 anapokutana na Melkizedeki inakuwa encounter ya nguvu, inakuwa kukutana kwa nguvu. Akinywa divai, ikimwagwa divai na sheria damu ya Yesu Kristo, mkate ukivunjwa, Abrahamu anafunguliwa. Alafu Abrahamu akienda kulala chapter 15, Mungu anamtokea tena. Na hapo ndo Abrahamu anaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha turudi hapo na Melkizedeki. Mkate. Mwanzo 14 mstari wa 18.
Ndipo Melkisedeki mfalme wa Salemu alipoleta mkate na divai. Mkate na divai. Mkate ni mwili wa Yesu Kristo. Kumbuka Cleopas na wale wengine, Yesu alipovunja mkate akawaganyia, fahamu zao zilifanya nini? Babu zilifunguliwa. So Yesu anakuja kwa Abraham, uko na hofu Abraham. Yesu anakuja na mkate. Alafu anakuja na divai. Watumishi wa kuhubiria wenye dhambi, Mungu anawapatia neno. Anazungumzia kitabu fulani. Alafu anakuja nacho. Wanakuja nacho wakiwa na tumaini kwamba kuna kitu kitafunguliwa kwa hilo neno. So Yesu anaona moyo wa Abraham, anaona kuna hofu pale, kuna shaka. Yesu anakuja na mkate. Sema anaamini akivunja mkate ambao ni mwili wa Yesu Kristo, mali dhambi za Abraham na zangu na zako na za vizazi vyetu vitakwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Dhambi sihukumiwe, Abraham atafunguliwa. Mali atakapokuwa anamwaga divai, ambao divai ni damu ya Yesu Kristo, Abraham akishiriki. Melkizedeki kwa uwezo wa Mungu pia akishiriki. Kwa nini anafanya vile? Abraham moyo wake unafunguliwa, moyo wake unavunjika. Amen. Melkizedeki anaenda pale kutayarisha moyo wa Abraham. Anatayarisha na Mungu anataka moyo wako pia vile vile. Hii fear, hii kutokuamini, iondolewe. Amen. Iondolewe na mkate, kasi ya mkate na kasi ya divai. Amen. Kasi ya mkate na divai ndio inaondoa fear. Amen. Kwa maana Melkizedeki anasema sieni mkono mitupu Mungu. Naenda na hizi. Za kazi gani? Kwa mwili wa Yesu Kristo, dhambi zako zimewekwa na zangu zimewekwa, zikahukumiwa na Mungu, zikamalizwa. Kwa damu ya Yesu Kristo ambayo ni divai, dhambi zako zote, dhambi zangu zote zimeoshwa na Yesu Kristo. Amen. Huu ndio ujumbe Melkizedeki, Yesu Kristo anamletea Abraham. Kwa nini moyo wa Abraham usivunjike? So divai ni nini? Acha tuangalie Luka 22 mstari wa 18. Achukua mbali sana kumaliza. Luka 22 mstari wake ni wa 18. Luka 22 mstari wa 18. Kwa maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sitakunywa tena divai hadi ufalme wa Mungu utakapokuja. Yesu anasema hata kunywa tena divai. So tuko na kikombe hapa. Tunaangalia kwa ubao kama kuwezeshwa. Kuna kikombe. Ndani ya hii kikombe kuna divai. Yesu anasema hata kunywa tena divai. Melkizedeki amenena kwa Abraham na divai. Sitakunywa tena divai. Shuka chini tafadhali. Kwa mstari wa 19, kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega, akampa, akisema. Yesu akachukua mkate, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Mwili wa Yesu unatolewa. Mwili wa Yesu. Yesu anamwambia Melkizedeki, anamwambia Abraham, huu mkate ni ashiria mwili wa Yesu Kristo ambao unatolewa ili hofu dhambi zako na dhambi zangu siku katika huu mkate upigwe mkate, akivunja inashiria mwili wa Yesu Kristo umevunjwa kwa ajili ya dhambi zako zote na zangu zote. Hii ndio injili Melkizedeki anamhubiria Abraham. Mkate ukivunjwa, ukikatwa, mkate unakatwa. Yesu anasema dhambi zako na zangu zimewekwa kwa mwili wake. Mwili wako unaenda kuvunjwa, dhambi zako zifunjwe ili usiziregelee tena. Amen. Na hofu iondoke ya jehanamu. Hofu ya hukumu ya Mungu iondolewe. Amen. Ndio kata. Huu ndio mwili wangu. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Mathayo 26:26. Kitu kingine ambacho yafaa pia uelewe, Melkizedeki ambaye ni Yesu akija kwa Abraham, anakuja kuondoa fear, anakuja kuondoa kutokuamini. Anakuja na agano, damu ni agano, mkate ni agano. Abrahamu aingie kwa agano la Mungu kwa kupitia damu na kwa kupitia mkate. Mungu anakuita uingie kwa agano la Yesu Kristo kupitia damu ya Yesu na kupitia mkate, mwili wa Yesu Kristo. Hii ni agano. Melkizedeki anakuja na mkate, anamwambia Abraham, ingia kwa agano ya damu ya Yesu Kristo, divai. Abraham, ingia kwa agano ya mwili wa Yesu Kristo, mkate. Dhambi zako zisamehewe, zioshwe, hofu iondolewe.
Mathayo mtakatifu 26:26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate akaushukuru akaumega. Yesu akachukua mkate akaushukuru akaumega. Akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle. Twaeni mule. Huu ndio mwili wangu. Huu ndio mwili wangu. Yesu anamwambia Abrahamu kula. Melkizedeki anamwambia Abrahamu kula mwili wa Yesu Kristo. Kula tamaa zako zote, hofu zako zote siondolewe. Kula mwili wa Yesu Kristo kwa kuamini ile kazi ambayo Yesu Kristo amekufanyia kwa mwili wake. Yaani dhambi zako zote zimekusanywa na Mungu, zikatiwa kwa Yesu Kristo. Zikavunjwa na Mungu. Akapigwa misumari, akavalishwa kofia ya miiba, akachapwa mijeledi. Dhambi zako zilikuwa zinapigwa. Niamke hapo nikisema nimeukula mkate, nimeonja mkate ambao ni mwili wa Yesu Kristo kwa kuamini ile kazi ambayo mwili umekufanyia. Next. 27. Kisha akachukua kikombe. Melkizedeki, Yesu Kristo, Melkizedeki amwendea Abrahamu na kikombe. Yesu amechukua kikombe. Kisha akachukua kikombe ambayo inaashiria damu ya Yesu Kristo. Akashukuru. Akawapa akisema, kunyweni nyote katika kikombe hiki. Yesu anakuambia kunywa. Melkizedeki anampata Abrahamu, anamwambia Abrahamu, kunywa katika kikombe hichi ukiamini kwamba kwa damu iliyomwagika, kwa damu inaenda kumwagika, kwa damu iliyomwagika kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yesu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Amini. Abrahamu akichukua ile kikombe, moyo wako uko tofauti. Mungu anakuambia leo, hiki kikombe ni damu ya Yesu Kristo. Na ni vipi leo? Kwa kuamini ile kazi ambayo damu ya Yesu Kristo imekufanyia. Hiyo ndio kunywa hicho kikombe. Sura 28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema hii ndiyo damu yake ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi. Damu ya Yesu inamwagika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya dhambi zetu. Damu ya Yesu Kristo inamwagika kwa ajili ya wengi. Kwa ondoleo la dhambi. Abrahamu akichukua kikombe hivi, Abrahamu akinywa, Abrahamu akichukua mkate hivi, Abrahamu akila, ile hofu ilikuwa inamsumbua, inaondolewa. Umefikia hapa. Mungu anataka ufikie hapa. Umekula mkate mpaka sasa. Umekunywa divai mpaka sasa. Damu ya Yesu, mwili wa Yesu Kristo. Abrahamu moyo wake ulibadilika. Acha turudi kwa 15. Tukiingia 15 kuna kitu kinafanyika. Mwanzo 15. Kwanza mstari wa kwanza. Yeah, before some Mwanzo naweza kusoma John 8. John 8:56. Abrahamu hapa kwa uelewe, Abrahamu akitoka pale kwa Melkizedeki, elewa tafadhali, na yafai kusukume kwa wokovu, sawa? Abrahamu alipokutana na Melkizedeki, Abrahamu alifurahia. Abrahamu akitoka akiachana na Melkizedeki, Abrahamu alifurahia. Paka sasa wewe na mimi inafaa tu tumefurahia kwa haya, kwa hiki kikombe na kwa mkate. Sasa inafaa unafurahia. Abrahamu aliondoka kwa Melkizedeki akiwa na furaha. Abrahamu aliziona siku za Yesu Kristo na akafurahi. Melkizedeki ni kivuli cha Yesu Kristo. Abrahamu alipokutana na divai kwa Melkizedeki, alipokula mkate kwa Melkizedeki, Abrahamu alitoka hapo akiwa na furahi. Ndio maandiko yanasema alienda kuchukua paka fungu lake la 10. Akafanya nini? Akampatia Melkizedeki. Paka sasa kwa kikombe, kwa mkate. Nini inafanyika moyo wako? Uko na furaha ya kuelewa kwamba dhambi zako zote tangu tumboni mpaka sasa zikusanywa, zikiwekwa kwa mwili wa Yesu Kristo, zikahukumiwa na Mungu juu yako, zikaoshwa na damu ya Yesu Kristo ambayo ni divai, zikaondolewa zote. Abrahamu alikuwa na furaha kweli hapo. Maandiko anasema Abrahamu alikuwa na furaha. Tutasoma hapa, akaenda akachukua fungu lake la 10, akampatia nani? Melkizedeki. Hii furaha ni furaha gani? Ni furaha ya kwamba ile hofu ilikuwa ndani yake, ule mzigo umekuwa ndani yake. Mungu anafanya nini? Anauondoa. Angalia Mathayo, Yohana 8:56.
Yohana Mtakatifu 8:56. Baba yenu Abrahamu alishangilia kwamba angeliona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Yeah. Yesu anaambia Mafarisayo, nyinyi mwasema ni Abrahamu, basi baba yenu Abrahamu alifurahi kwa kuona siku ya Yesu Kristo. Na yeye aliona na akafanya nini? Akafurahi. Melkizedeki bila shaka ni Yesu Kristo. Abrahamu anakutana na Yesu Kristo. Abrahamu anakutana ndani ya moyo wake. Abrahamu anakuwa na furaha ndani ya moyo wake. Hii point uelewe. Yesu anaambia Mafarisayo, baba yenu ambaye ni Abrahamu, licha kwa Mafarisayo baba yao si Abrahamu, lakini Yesu anaambia baba yenu Abrahamu alitamani kuona siku zangu, naye alisiona, naye alifurahi. Melkizedeki, mkate na divai. Abrahamu akaenda kwa fungu lake la 10 hata kabla sheria ya Musa. Akampatia nani? Melkizedeki. Yesu Kristo kama shukrani. Inaonyesha kuna kitu kilikuwa kimefanyika nini? Kimefanyika ndani ya moyo wa Abrahamu. Licha kwa paka hapo Abrahamu yuko karibu na ufalme, lakini bado Abrahamu hajaingia katika ufalme wa nani? Wa Mungu, lakini yuko karibu. Angalia sehemu ambao Abrahamu yuko, na ujiangalie wewe pia. Mark 12:34. David, baada ya hii na Lydia inafai kusongeze. Hata kama basi si ndani ya ufalme, basi we karibu na ufalme. Maana ili kusongeza Abrahamu kwa karibu na ufalme. Abrahamu hakuwa ndani ya ufalme mpaka sasa, lakini Abrahamu akasongezwa. Umesongezwa mpaka wapi siku ya leo? Marko 12:34. Marko 12:34. Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, akamwambia, wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Yesu anamwambia mtu, hauko mbali na ufalme wa Mungu. Abrahamu alipokutana na Melkizedeki, kuna mambo yaliondolewa. Kila siku inafaa ukija kwa ibada, ukiwa peke yako kila siku kama mtafuta Mungu, kuna mambo yanafaa yanaendelea kuondolewa. Yaani kila siku unasongea karibu, unasongea karibu, unasongea karibu. Mpaka sasa Abrahamu hajaokoka, lakini kwa kukutana na Melkizedeki, Abrahamu amepata furaha kiasi kwamba Abrahamu yuko karibu na ufalme wa Mungu. Abrahamu yuko karibu kuhesabiwa haki. Lidia. Abrahamu amesongea. So kila siku jiulize, mimi kama mwenye dhambi nasongea kiasi gani kwa Mungu? Wewe kama mtakatifu wasongea kiasi gani kwa utukufu hadi utukufu wa Mungu? Ama unarudi nyuma? Unafaa ujipime. Abrahamu yuko mbali na ufalme mpaka sasa. Nini kimebaki kwa Abrahamu? One thing. Luka 18:22. Bado kitu kimoja ambacho kimebaki kwa Abrahamu. One thing. Na pengine iko kwako, Mungu anataka iondoke. Bado kitu kimoja, hayuko mbali na ufalme, yuko karibu na ufalme. Hofu iko ndani yake, hofu imepungua, furaha imeanza kuwa. Bado kitu kimoja kwa Abrahamu kiondolewe. Luka Mtakatifu 18:22. Yesu aliposikia haya akamwambia, bado kuna jambo moja ulilopungukiwa. Bado kuna jambo moja. Moja tu umepungukiwa. Yesu anamwambia Melkizedeki, anamwambia Abraham, kuna kitu kimoja umepungukiwa nacho. Mungu anakuambia wewe, kuna kitu kimoja umepungukiwa nacho. Kitu kimoja. Mstari wa 15 Mwanzo mstari wa 1. Hicho kitu kimoja ambacho kimekuwa kikikaa ndani ya moyo wa Abraham ndio kimekaa ndani ya moyo wako. Mwanzo 15 mstari wa 1. Mwanzo 15 mstari wa 1. Baada ya jambo hili, jambo gani? Abraham kukutana na Melkizedeki, kuhubiriwa kuhusiana damu na divai, kuwa na furaha, kutoa fungu lake la 10. Mungu anasema baada ya Abraham kukutana na Melkizedeki, baada ya jambo hili Abraham kushinda vita, kukutana na Melkizedeki, neno la Bwana likamjia Abraham katika maono. Mungu akamjia Abraham katika maono. Mungu akaingia kwa conscience, Abraham, akaingia ndani ya Abraham katika maono, akaanza kumhubiria. Sasa mali Melkizedeki amemfikisha Abraham karibu na ufalme, bado kitu kimoja ambao ni hofu. Mungu akaanza kuhubiria kuhusiana hiyo hofu, akaanza kuiconfront hiyo hofu, hiyo kitu kimoja. Akaingia, neno la Bwana likamjia Abraham katika maono.
Usiogope Abrahamu. Neno hili, fear not. Fear not. Hii ndio imekuwa ikimsoma Abrahamu kuanzia mwanzo. Fear not. Usiogope Abrahamu. Mimi ni ngao yako. Usiogope Lydia. Usiogope Benjamin. Usiogope David. Hii hofu ndio imekuwa ikimsoma Abrahamu, ikileta kutokuamini. Mungu anamwambia Abrahamu, usiogope. Hofu ya Abrahamu inafanya nini? Inaondolewa. Mungu anamwambia mimi ni ngao yako. Ngao inamaanisha Abrahamu sasa ataogopa kwa sababu Mungu atakuwa ngao yake. Mtu akirusha mshale, Abrahamu anafaa akumbuke Mungu ni ngao yangu. Abrahamu akienda Misri, anafaa akumbuke Mungu ni ngao yangu. Asimame katika kweli. Akisahau ile ngao, atarudi kule kule. So hii ndio ilikuwa ikimsoma Abrahamu. Fear not. Yesu anasema bado kitu gani? Kimoja. Hofu. Mungu anamwambia fear not. Anaondoa ile hofu kwa moyo wa Abrahamu. Mungu anamwambia yeye ni thawabu. Yeye ni zawadi kubwa kwa Abrahamu. Zasoma 6. Okay, 5. Mwanzo 15 mstari wa 5. Akamtoa nje na kusema. Mungu akamchukua Abrahamu akamwambia toka nje Abrahamu. Alafu Mungu akaanza pia kumhubiria Abrahamu. Tazama juu. Abrahamu usiogope. Sasa Abrahamu, hebu angalia juu. Kuelekea mbinguni. Kuelekea mbinguni. Maandiko yanatueleza kwamba sisi tunapaswa tumwangalie our finisher of our faith ambaye ni Yesu Kristo. Anayetukamilisha katika wokovu wako, aliyekukamilishia wokovu wako. Amen. Mungu anakutoa nje anakuambia usijiangalie. Ondoka kwa mwili ambao ni tena. Huu mwili David, ondoka. Mungu anakuambia angalia the finisher of your work, salvation wa Yesu Kristo. Amen. Mtazame Yesu Kristo, angalia juu. Abrahamu akiangalia, akikakotenda anamwangalia Sara, anajiangalia. Anamwangalia Sara, anajiangalia. Mungu anamtoa. Mungu anakutoa katika mwili wako, anakuambia tazama juu. Kamtoa nje na kusema. Kamtoa nje na kusema, tazama juu kuelekea mbinguni. Tazama juu kuelekea mbinguni. Uhesabu nyota. Hebu hesabu hizo nyota sasa. Kama hakika utaweza kuzihesabu. Kama hakika Abrahamu utaweza kuzihesabu. Ndipo akamwambia. Halafu Mungu akamwambia Abrahamu, hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Abrahamu, hivyo ndivyo uzao wako. Ili neno sigeni. Hivyo ndio uzao wako Abrahamu utakuwa. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Abrahamu akamwamini Bwana. Abrahamu akamwamini Bwana. Naye kwake hili likahesabiwa kuwa haki. Naye kwake hilo la kuamini Abrahamu akahesabiwa kuwa haki. Haleluya. Hapo ndo Abrahamu ameokoka. Amen. Abrahamu akamwamini Bwana. Katika 12 Abrahamu ameambiwa hivyo hivyo, tena nyingi zaidi. Lakini katika mwisho kabisa baada ya kukutana na Melkizedek, baada ya Mungu kumhubiria mpaka chapter 15 verse 6 ndio maandiko yanasema sasa Abrahamu akamwamini Bwana. Alafu Abrahamu sasa akahesabiwa nini? Wokovu, akahesabiwa haki. Hapo ndo Abrahamu aliokoka. Hii fear not ikaondolewa. Abrahamu akaamini, akahesabiwa haki. Amen. Mungu anakuambia dhambi zako zote zimechukuliwa, zikaingizwa kwa Yesu Kristo, zikahukumiwa. Mungu anakuambia usiogope, amini. Kutoka hapo Abrahamu anaitwa rafiki ya Mungu. James 2:23. Haya maandiko yote ya Abrahamu akaamini, akahesabiwa haki yanatoka kwa Genesis chapter 15 verse 6. Hizi ambazo tunasoma kwa New Testament hazitoki katika chapter 12 Genesis. Zinatoka mahali ambapo Abrahamu aliokoka. Ndio Mungu anakuambia sasa hapo ndio wewe pia unafaa uokoke. Hiyo fuyonoe. Halafu amini ile kazi ambayo Mungu amekufanyia kupitia Kristo Yesu. Yakobo 2:23. Yakobo 2:23. Kwa njia hii yakatimizwa yale maandiko yasemayo. Kwa njia hii yakatimizwa yale maandiko ya Genesis chapter 15 verse 6 ikatimizwa. Abrahamu alimwamini Mungu. Hofu ilipoondolewa, Abrahamu alimwamini Mungu. Ikahesabiwa kwake kuwa haki. Abrahamu akahesabiwa haki kwa mara ya kwanza.
na akaitwa rafiki wa Mungu. Abrahamu hapo alipoamini akaitwa rafiki wa Mungu kwa sababu ameshinda hofu na kutokuamini. Abrahamu akaitwa rafiki wa Mungu. Tukimalizia na vitabu viwili, Warumi 4 mstari wa 3 inaongea pia hivi, inachukua Genesis. Yakobo ni ndugu yake Yesu Kristo kwa mwili. Anatambua Genesis chapter 15 verse 6. Hapo ndo Abrahamu aliokoka. Paulo, wakati hofu iliondolewa, wakati hofu itaondolewa, wakati ulimwengu utaondolewa kwa moyo wako na kujikana na kuamini Injili, hapo ndo Mungu anasema utaamini na utahesabiwa haki. Paulo anakubaliana na James. Paulo anakubaliana na Abrahamu. Abrahamu aliokoka katika Genesis chapter 15 verse 6, mali hofu yake iliondolewa. Abrahamu usiogope. Hofu ikaondolewa. Paulo anakubaliana na hilo. Warumi 4 mstari wa 3. Naam. Kwa maana maandiko yasemaje? Kwa maana maandiko yasemaje? Abrahamu alimwamini Mungu. Abrahamu alimwamini Mungu. Paulo anasema Abrahamu aliishi maisha haya, alisha, lakini chapter 15 verse 6, Abrahamu aliposikia akamwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Ikahesabiwa kwake kuwa haki. Mali hofu iliondolewa. Mali shaka iliondolewa. Mali kutokuamini iliondolewa. Akapokea haki. Hii mizigo iondolewe katika mioyo yenu. Biblia iondolewe. Iondoke kwa jina la Yesu Kristo. David, usitake tena kuishi siku nyingine na huu mzigo. Benjamin, kitabu cha mwisho ni Waefeso. Ile siku utaamini kama Abrahamu ndio utaokoka. Waefeso 1 mstari wa 13. Na Mungu anakuita uamini. Waefeso 1 mstari wa 13. Nyinyi pia muliingia ndani ya Kristo uliposikia neno la kweli. Nyinyi pia muliingia ndani ya Kristo. Waingia ndani ya Kristo tunaposikia neno la kweli. Injili ya wokovu wenu. Injili ya wokovu wetu. Mkiisha kuamini. Abrahamu alipoamini tu. Wewe Mungu anataka uamini. Ndani yake mlitiwa muhuri. Abrahamu alipoamini, wewe unapoamini, hapo ndo unaitwa muhuri. Kwa Roho yule Mtakatifu. Kwa Roho yule Mtakatifu. Wa ahadi mlioahidiwa. Wa ahadi mlioahidiwa. Wakati unaamini ndio unaokoka. Wakati kama haujaamini, licha ya kuwa kuna mengi Mungu anakufanyia, bado hujaokoka. Na hiyo mizigo Mungu anataka iondolewe. Hiyo ambayo inakufanya usiamini, alafu uamini. Hivyo wapanga kwenda kwa muda gani na hii hali? Na unajua wakati wote utakufa. Mungu anakupenda na kuhubiria na hatakuacha, lakini pia akikuvuta inafaa pia uachilie maisha yako chini. Mungu amekupatia kila kitu ambacho unafaa upoke. Usisahau. Tunaweza kuomba sana. Baba Mungu wa upendo, Mungu ngao yetu, ngao yetu kubwa, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kwa ajili ya neno lako Bwana, kwa ajili ya mafunzo yako, kwa ajili ya kuvuta nafsi kwa mwanao Yesu Kristo, kwa ajili ya kuzielekeza nafsi kwa mwanao Yesu Kristo. Hata kwa wale ambao umeokoa Bwana, ile neema ya kutuendesha katika wokovu Bwana, tulinde mavazi yetu, bibi harusi hayo meupe Bwana, ili utakapokuja Bwana kwa siku hiyo kuja kuwa kanisa ambaye ni bibi yako, upate akiwa msafi Bwana, upate akiwa Bwana tayari kukungojea kukulaki Bwana, kutulaki tukulaki mawinguni Bwana. Tafadhali Bwana, kumbuka nafsi, okoa nafsi, fungua mioyo ya watu Bwana, wasikie neno lako, waokolewe, watoe hofu, watoe uoga Bwana. Jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Katika.